Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anatajwa moja kati ya viongozi wachochezi wa ubaguzi wa rangi ulimwenguni. Rais huyo wa Marekani ameendeleza mashambulizi dhidi ya makundi ya wahamiaji hasa wa Kisomali na kutoka katika mataifa mengine akisema Somalia inanuka. Aidha amemwelezea Ilham Omar, mbunge wa kidemokrasia na Muislamu, kuwa ni takataka. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kauli zilizotolewa mwishoni mwa kikao cha baraza la mawaziri zimelenga moja kwa moja jamii ya Kisomali wanaoishi Marekani. Maneno haya yanaonesha mwendelezo wa siasa zake za kupinga uhamiaji na ni kielelezo cha wazi cha ghasia za kisiasa zenye misingi ya ubaguzi wa rangi. Kwa hakika matamshi ya Trump si matusi ya kawaida tu, bali pia ni sehemu ya mkakati mpana wa kisiasa unaojengwa juu ya msingi wa ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kidini na uchochezi wa hisia za kupinga wahamiaji. Donald Trump kwa mara nyingine tena ameonyesha kuwa ubaguzi wa rangi kwake si kosa la lugha au tusi la kibinafsi, bali ni moja ya nguzo kuu za mkakati wake wa kisiasa. Wakati rais wa Marekani katika kikao cha baraza la mawaziri anapoitaja Somalia kuwa nchi yenye harufu mbaya na kumdhalilisha Ilham Omar, mbunge Muislamu wa Congress, kwa kumuita takataka, kwa hakika anatuma ujumbe wa moja kwa moja kwa ngome yake ya kisiasa. Wahamiaji, Waislamu na watu wenye asili ya Afrika ni maadui wanaopaswa kusukumwa pembezoni. Kauli hizi ni sehemu ya mradi wa kisiasa uliojengwa katika misingi ya kuwatenga na kuwakataa wengine, mradi unaolenga kufafanua upya utambulisho wa Marekani kwa njia ya kuondoa makundi yasiyokuwa ya wazungu. Siasa hizi zinajitokeza katika mazingira ambayo viongozi wa Marekani mara kwa mara hudai kuwa wanaheshimu haki, usawa na kuendeleza uhuru wa kisiasa, kiuchumi na kijamii ndani ya taifa lao. Wakati huo Marekani imekuwa ikizilaumu nchi nyingi kwa madai ya kukiuka haki za kibinadamu na kukosa uhuru, kisha kuziwekea vikwazo vya kisiasa, kijamii na kiuchumi kama adhabu. Kutoka katika mtazamo mwingine, tangu mwanzo wa kuingia kwake katika siasa, Donald Trump ameitumia chuki dhidi ya wahamiaji kama chombo cha kuhamasisha wapiga kura kwake. Kupitia lugha ya kudhalilisha dhidi ya jamii za Kiafrika, amebadilisha hofu na chuki kuwa mtaji wa kisiasa. Kufutwa kwa hadhi ya ulinzi wa raia wa Kisomali walioko Minnesota, vikwazo vya kuingia kwa Waislamu, vikwazo vya kuingia kwa baadhi ya mataifa hasa ya Kiarabu na mashambulizi ya wazi ya maneno, vyote ni sehemu ya mradi wa kisiasa unaolenga kuimarisha utambulisho wa Marekani kwa msingi wa umiliki wa wazungu peke yao. Shambulizi la moja kwa moja dhidi ya Ilham Omar inaonyesha kuwa Trump amemchagua kama alama ya mhamiaji na mwanamke mweusi ili kufikisha ujumbe kwa ngome yake ya kisiasa. Ilham, ambaye aliingia Marekani mwaka 2000 kama mkimbizi na sasa ni raia wa taifa hilo, mara nyingi amekuwa shabaha ya mashambulizi ya kibinafsi na ya kudhalilisha. Hata katika mkutano wa kampeni za uchaguzi mwaka 2025, Trump alimtaja kuwa tishio kwa usalama wa taifa. Kukariri matamshi haya kunaonyesha wazi kuwa mashambulizi dhidi ya Ilham Omar ni sehemu ya mkakati wa kudumu na si tukio la muda mfupi. Ripoti kutoka jimbo la Minnesota zinaonyesha kuwa baadhi ya kaunti za Trump dhidi ya wahamiaji wa Kisomali, vitisho vya kikatili dhidi ya jamii hiyo vimezidi kuongezeka. Kwa kumtaja mhamiaji kama mzigo wa ziada ni tishio kwa usalama wa mitaa, Trump kwa hakika anawageuza wahamiaji kuwa adui wa ndani. Mtazamo huu unazidisha mpasuko wa kijamii na kuisukuma siasa ya Marekani kuelekea katika hali ya hatari kuliko siku zingine. Hata hivyo, matamshi haya ya dharau yaliyotolewa na Trump kuhusu watu wa nchi ya Somalia yamesababisha wimbi la hasira na majibu makali. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa Wasomali wamejibu hasira na matamshi ya kukera ya Trump, wakiyataja kuwa ni ya kibaguzi. Ripoti ya Reuters inasema Abdul Salam Omar, ambaye ni miongoni mwa wazee wa Kisomalia, amesema ameshtushwa na kauli hizo na kusisitiza kwamba dunia lazima ijibu matamshi hayo. Hata hivyo, Wasomali wengine kutoka Mogadishu wamesema maneno kama hayo hayapo katika utamaduni wa watu ulimwenguni. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Somalia Hamza Abdi Barre ameashiria matamshi ya Donald Trump dhidi ya Wasomali kwa kusema maneno mengine hayafai kujibu na ni bora yapuuzwe.